بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya somo la tauhid. mbele yetu tuna kitabu tauhid alladhi huwa haqqullah ala al-abid cha al-sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ta'ala. Bila shaka leo tutakuwa katika mlango wa at-tanjim. Mlango wa unajimu ambao ni mlango wa 29 katika kitabu hiki kwa mujibu wa chapa yangu. Babu ma jaa fi at-tanjim, mlango wa yale yaliyokuja kuhusu kufanya unajimu. Tutasoma mlango huu na uliokuwa baada yake. Tutasoma milango miwili insha Allah kwenye darasa yetu ya leo. فايو اقرأ أيها القارئ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بارك الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. huu ni mlango kuhusu hukumu ya yale yaliyokuja au yale yaliyokuja kuhusu hukumu ya kufanya au kujifunza ilmu ya nyota, kujifunza unajimu. Kwa tanjim ay taallumu ilmi an-nujum, ay taalluma ilmi an-nujum. huu ni mlango wa yale yaliyokuja kuhusu hukumu wa kujifunza unajimu. Tulitangulia kueleza kidogo kabla ya darasa hii mahali ambapo pametajwa jambo hili, lakini tukagusia tu kidogo, lakini leo tutaeleza kwa kadiri ya kueleweka kuhusiana na tanjim au ilmu an-nujum, unajimu. Wanazuoni wa Kiislamu wanaeleza kwamba ilmu an-nujum yanqasimu ila qismain, na haya ameeleza Sheikh Muhammad ibn Salih
Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kusherehesha kitabu hiki. Akaeleza hapa akasema qismu ya kwanza ndio ile inayoitwa ilmu at-ta'thir. Katika ilmu an-nujumi kuna ilmu at-ta'thir. At-ta'thir athara yu'athiru ta'thiran. Kwa hiyo ilmu at-ta'thir ataitolea maelezo. Alafu kuna ilmu inaitwa ilmu at-tasyir. Sayyara yusayyiru tasyiran. Kwa katika ilmu an-nujum kuna ilmu at-ta'thiri na ilmu at-tasyir, sio taysir, tasyir. Inatokana fili sayyara yusayyiru tasyira, kupeleka, kuendesha kitu. Sasa hii ya kwanza ilmu an-nujum ambayo ni ilmu at-ta'thir inagawanyika katika sehemu tatu hukumu yake. Elimu ya nujum ya taathira, sehemu ya kwanza ni kuitakidi mtu kwamba hizi nyota zina taathira kwenye haya maisha, na wengine wakafikia kuitakidi kwamba nyota ndizo zinazoumba matukio. Nyota zina taathira katika maisha ya watu na ndizo zinazoumba matukio. Itikadi hii ni ashirkul akbar, ni kumshirikisha Allah, tena shirki yenyewe ni kubwa na inamtoa. Tunaposema shirki akbar kwa maana inakutoa kwenye Uislamu, wal billah. Ukifanya jambo lolote ambalo linaambiwa kwamba hili ni ashirkul akbar, basi ujue kwamba hilo ukilifanya litakutoa kwenye Uislamu wako, wal billah, utakuwa ni murtad. Kwa sababu yoyote anayedai kwamba yuko mwingine pamoja na Allah aliye na kazi ya kuumba, basi huyo amefanya shirkul akbar. Kwa hiyo kuitakidi kwamba hizi nyota zilizoko angani zina taathira katika maisha ya wanadamu kwa kuwa zinaumba matukio, tukio fulani limefanywa na nyota fulani, hiyo ni ashirkul akbar. Aina ya pili, mtu haitakidi kwamba tukio fulani limeumbwa na nyota fulani, bali anaitakidi kwamba nyota fulani ni sababu ya kujua ghaib. Ukitaka kujua mambo yaliyo mbali, mambo yaliyofichikana, yatakayokuja kesho na baada ya kesho, kwamba kutatokea kadha wa kadha, kwa tunatazama kwenye nyota, basi tutatoa utabiri wetu kwa kutazama kwenye nyota juu ya matukio kadha wa kadha, kwamba atazaliwa mtu mkubwa sana au atakufa mtu mkubwa sana, itatokea ajali, itatokea maradhi, kwa kutazama elimu ya nyota, kwamba hiyo ndio sababu ya kujua ghaibu. Pakatolewa dalili kwa mabadiliko yake kwamba kutakuwa na kadha na kadha, na kwamba nyota fulani imekuwa namna kadhaa, basi jambo litakuwa kadha wa kadha. Kwamba fulani kwa kuwa nyota yake kadhaa, basi maisha yake yatakuwa hivi, yatakuwa mazuri au mabaya, kwa sababu amezaliwa katika wakati wa kuchomoza nyota fulani, kama wanavyofanya wale watabiri wa nyota. Angalia nyota yako, ikiwa nyota yako ni kadha wa kadha, umezaliwa tarehe kadha, basi maisha yako yatakuwa kadha kadha. Wenye nyota ya aina fulani, basi watakuwa hivi na hivi na hivi. Hapa hawaamini kwamba nyota ndio imeumba, lakini wanafanya kuwa ni sababu ya kujua mambo ya ghaib, au wasila wa kudai ilmu ya ghaib.
na hili nalo pia ni kufuru yenye kutoa kwenye mila, ni kufuru ambayo itamtoa mtu katika Uislamu. Maalasaf, kama nilivyozungumza darasa iliyopita, utakuta kuna kurasa maalum kwenye magazeti zikielezea utabiri wa nyota, na watu wenyewe wanapenda zina wenyewe zile, au kwenye runinga au sehemu mbalimbali kuna utabiri wa nyota na watu hufuatilia, angalia nyota yako, angalia kadha. Kwa hiyo wenye nyota fulani watapata jambo fulani, na wenye nyota fulani watasibiwa na hili na hili, au watapata hiki na kile. Ili jambo ni kudai ilmu ya ghaib, na kudai ilmu ya ghaibu ni kufuru, kwa sababu qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Tushaambiwa na Qur'an, na ameambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam waambie hakuna anayejua ghaibu, hakuna aliyeko mbinguni wala aliyeko ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah peke yake. Kwa hiyo akijitokeza mtu akijidai kwamba anayajua yajayo na yatakayowasibu watu katika riziki, kwamba fulani riziki yake itaongezeka au itapungua, fulani atakufa au atazaliwa, na mfano wa mambo hayo, ni kudai ilmu ya ghaibu ambayo hakuna kiumbe yoyote anayesifika na ilmu hiyo. Ilmu hiyo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kadhalika, aina ya tatu katika jambo hili la nyota, ilmu nujumi at-ta'thir, ni kuitakidi kuwa nyota hizi ni sababu za kutokea kheri na shari. Kwa maana likitokea jambo alinasibisha na nyota. Ataeleza hapo mbele, kama kuna watu ikinyesha mvua wanasema tumenyeshelezwa mvua hii kwa sababu ya nyota fulani. Waumini wao inaponyesha mvua, kama tutakavyoona, wala kauli waliosema mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumeletewa mvua kwa sababu ya fadhila za Allah na rehema zake. Wengine wao wananasibisha na mambo ya nyota. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa ilmu an-nujumi at-ta'thir, ilmu an-nujumi ambayo ni ilmu at-ta'thir. Na ya pili ni ilmu at-tasyir. Ilmu at-tasyir hii inagawanyika sehemu mbili. Ni kutumiwa nyota kwa sababu ya mzunguko wake, kwa mizunguko yake juu ya masalihi ya kidunia na masalihi ya dini, kama vile kujua katika masalihi ya dini, kama kujua upande wa kibla ni wapi. Hapa ukiwa mjini unaweza usione faida ya jambo hilo, kwa sababu kuna misikiti, au unaweza kujua kwamba huku ni mashariki magharibi, basi kwa hapa tulipo kibla kitakuwa upande wa kaskazini, ukajua kaskazini ni wapi au kusini ni wapi, ikawa ni sahali kwa kuwa uko mjini. Lakini wakati mwingine unaweza ukawa uko maporini au uko jangwani na ni usiku, jua lishazama, wataka kujua kibla kiko wapi. Ziko nyota zinakuongoza kwamba kibla kiko wapi. Ziko nyota za kibla, ukitazama tu hapo juu utaona kwamba hapa kibla kiko upande fulani. Kwa hiyo hili ni matlub, ni jambo la sawa linalotakiwa. Ni ilmu an-nujum ambayo ni ilmu at-tasyir, ambayo ni matlub dinan wa shar'an, inatakiwa kwa sheria, kwa upande wa dini. Nitazama angani kwa nyota za kibla zile pale. Kwa hiyo bila shaka tuko kibla ni huko. Popote ulipo zitakuonyesha
hata kama qibla ni magharibi au ni mashariki, hizo zinaelekea upande wa qibla. Tushawahi kuonyesha baadhi ya watu wanazijua, wataonyesha wenzao kwamba nyota zile zaelekea qibla. Na si hizo tu, kuna nyingine kutoka wakati fulani mpaka wakati fulani, kuna nyota hiyo inatokea inakuwa ni upande wa qibla, na wakati fulani mpaka wakati fulani inatokea nyingine. Kwa hiyo fanya istidlali kwa hilo ni jambo linalotakiwa. Lakini pia katika upande wa kidunia, nyota hutumika kujua maeneo na kujua upande, yani kujua al-qutbu ash-shamali wal-qutbu al-janubi au al-madaru as-saratan wal-madaru al-jadi, ukajua kwa kupitia nyota, ukajua kwamba huku ni kaskazini na huku ni kusini. Kwa hiyo unapokuwa uko baharini mathalan, wasafiri kwenye chombo, uko baharini, uko badala sasa ya kuelekea Madagascar au Mauritius, wewe kwa kutazama nyota ukaelekea kwenye pwani ya kwenu ya Afrika Mashariki. Hilo ukiwa baharini hakuna alama yoyote, waona kote sawa tu. Lakini wale wasafiri wa baharini wajua kwamba nyota ile pale kule ni mashariki na huku ndio kwenye pwani, na huu ndio mlango wa kuingia kwetu huku. Na asiyejua anaweza akaandama njia akatokea Mauritius huko au akaelekea bara Hindi, hajui. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, na kuna alama nyingi tu, na kwa sababu ya nyota wao wanaongoka njia, wanafuata njia sawa sawa. Hili si kwa baharini tu, bali hata kwa wanaosafiri kwenye majangwa wanatumia nyota kuelekeza njia za kupita. Kwa jamii nikifuata hii hapa naelekea mahali fulani. Na hii kama hujui, ukiandama unaweza kutokea Angola huko, wenda tu kumbe ushapotea njia. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea hizo nyota. Lakini pia kwa upande mwingine Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka nyota kwa ajili ya kujua vipindi vya mwaka. Mwaka umegawanywa katika vipindi vinne vya hali ya hewa, kwamba sasa tuko kwenye shita, na sasa tuko kwenye as-saif, na sasa tunatoka shita tunakwenda katika kharif, tunakwenda katika saif, tunakwenda katika rabi' wa hakadha. Fasli ya shita ni kipindi cha kusi, kama sasa hivi huko kwetu ni kusi, kipindi cha baridi, na ina miezi yake na taratibu zake watu wanajua. Kuna kipindi cha kharif, kipupwe, na kuna kipindi cha saif, kiangazi, na kuna kipindi cha rabii ambacho ni kipindi cha vuli. Kwa hivi ni vipindi vya mwaka. Pia nyota hutumika kwa ajili ya kuongoza watu kwenye hilo. Pia huongoza watu katika kujua fusuli za mwaka, na hili watu hulijua kwa kusoma na kuzitazama manazilul qamar. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta aada kal'urjun alqadim, na mwezi tumeuumba, tumeukadiria kuwa na vituo 28. Kwa hiyo unaanza, unakwenda, unakuwa, unakamilika, unapungua, alafu unarudi kama kijikole cha kale, hatta aada kal'urjun alqadim. Al-urjun kijikole kile, unarudi tena mwembamba, alafu unapotea, alafu unatokea tena. Kwa hiyo kwa kutazama zile manazilul qamar, watu hujua zile fusuli za mwaka. Na hili baadhi salaf wamelichukia elimu hii, kujifundisha mambo haya, wanasema si jambo zuri. Pana khilafu baina ya wanazuoni kama atakavyoeleza Sheikh katika kitabu chake hiki. Umeelewana? Kwa hiyo haya ya upande wa pili ni katika ilmu nujumi tasyir. Ama ile ya ilmu nujumi ta'thir, yale ni katika mambo yasiyofaa, ni mambo ya haramu. Lile la kwanza ni ashirku al-akbar,
al-mukhrij min al-milla, na kadhalika la pili ashirku na al-kufru al-mukhrij min al-milla, na jambo la tatu lilotaja kwamba kunasibisha khairi na shari kwenye nyota, hii ni katika ashirku al-asghar, kwa maana katika kabairu adh-dhunub, katika kabairu adh-dhunub. Nadhani pameeleweka baada ya ufafanuzi huu. Sheikh ameanza mlango huu kwa kusema qala al-Bukhari fi sahihihi, amesema al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Yani ukisoma katika sahihu al-Bukhari, kitabu kilicho asahu ni asahu al-kutub al-musannafa, ni kitabu sahihi zaidi katika vitabu vilivyotungwa na wanadamu, sahihu al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah katika sahihi yake akasema qala Qatada, amesema Qatada ibn Daama as-Sadusi. Qatada ibn Daama as-Sadusi ni mmoja katika wanafunzi wa masahaba tabi'in. amesema nini? Khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin, Allah ameziumba hizi nyota kwa ajili ya mambo matatu. Nyota zimeumbwa hizi kwa ajili ya mambo matatu. Hadi yapi? Zinatan lis-sama, zimeumbwa nyota hali ya kuwa ni pambo la mbingu. Ni zinatu sama, pambo la mbingu. Mbingu imepambwa kama Qur'ani inavyotuambia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad zayyana as-samaa ad-dunya, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, tumeipamba mbingu ya dunia hii iliyo juu yetu hapo, tunaona hiyo anga huko juu, tumeipamba kwa nyota. Waja'alnaha rujuman lishayatin, na tukazifanya nyota hizo kuwa ni vimondo kwa mashayatin, kama anavyosema katika kipengele cha pili. Kwa hiyo zimeumbwa nyota zinatan lis-sama wa rujuman lishayatin, na ni vimondo kwa ajili ya kuwapiga mashayatin. Wa alamati yuhtada biha, na ni alama ambazo watu huongoka kwa alama hizo. Faman taawala fiha ghaira dhalik, yoyote atakayetafsiri katika hizo nyota isipokuwa hivyo, akaanza kuleta tafsiri zake, akhtaa wa adaa nasibahu, huyo atakuwa amekosea na amelipoteza fungu lake, kalipoteza bure fungu lake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watakallafa ma la ilma lahu bih, na amejikalifisha na jambo ambalo hana elimu nalo. Watakallafa ma la ilma lahu bih, na amejikalifisha lile ambalo hana elimu nalo. Kwa hiyo amejitwisha jambo zito ambalo hana ujuzi nalo, ni muongo tu, adanganya watu kupitia elimu ya nyota. Kwa hiyo ni zinatul lisama, pambo, lakini pia ni rujuma lishayatin. Na zote ziko angani zinaelea. Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun, zote hizo ziko katika anga zinaogelea, zinaelea huko. Kwa hiyo warujuma lishayatin, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameifunga milango ya mbingu kwa mashayatini wenda wakirudi. Jambo hilo likafungwa baada ya kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hawaruhusi tena kupanda huko, wakisogea wanapigwa, kama anavyoeleza Allah, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, na kwamba sisi tulikuwa tukikaa katika hizo pambizo za mbingu, tukikaa mahala hapa kusikiliza, tukakaa tusikiliza habari za mbinguni zinazozungumzwa na malaika. Lakini jambo hilo likawa limezuiliwa. Faman yastami'il an, yoyote atakayesikiliza hivi sasa akajitia ufundi akaenda kusikiliza, yajid lahu shihaban rasad, atakipata kwake yeye kimondo kinachomgojea
kinachomuwinda. Kwa hiyo zimewekwa nyota pia vile vile kwa ajili ya kuwapiga mashayatini, warajmu ramy, lakini pia imewekwa ni alama. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Kisha akasema wakariha Qatada ta'alluma manazil al-qamar. Qatada ibn Da'ama ameona kuwa ni makruhu kujifundisha manazili za nyota, kwamba ni jambo lisilofaa kwake, ni makruhu, haina haja mtu kujifundisha vitu hivyo. Kaanza kujifundisha yakhruju an-najmu al-fulani fi al-yawm al-fulani na mambo kama hayo. سمع أن المراد به تعلم منازل النجوم، أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني، وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول. الله amejalia hizi nyota ameziweka katika nyakati maalum katika vipindi vya mwaka. لأنها 18 نجما، hizi nyota hizi manazili zake ziko nyota 28. منها 14 يمانية و14 شمالية، nyota 14 za upande wa Yaman, yani upande wa Yaman kwa maana kusini mwa ardhi, na upande wa Shamali ni kaskazini, upande huko kaskazini juu. Fa idha halat ash-shamsu fi al-manazil ash-shamaliyya sara al-har, jua likiingia katika zile manazili za katika manazili, ikiingia katika zile manazili 14 za upande wa Shamali, ndio joto linaanza upande wa kaskazini, ule mzingo kule kaskazini. Wa idha halat fil janubiyya sara al-bard, walidhalika kana min alamat dunuwi al-bard khuruj Suhayl. Ndio wanasema, na kwa sababu hiyo ikawa katika alama za kukaribia wakati wa baridi, kipindi cha baridi, kipupwe sasa kuanza, ni kutokeza nyota inaitwa Suhayl. Sawa, wa huwa min an-nujum al-yamaniyya. Kwa hiyo haya ameyachukia Qatada. يحتمل والله أعلم. ولم يرخص ابن عيينة فيه، ابن عيينة hakuruhusu, Sufyan ibn Uyayna hakuruhusu katika jambo hilo, yani yuwafiq qawla Qatada bil karaha. ذكره حرب عنهما، hilo amelitaja Harbu kutoka kwao katika ashabu Ahmad. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، نا أحمد ابن حنبل نا إسحاق بن راهوية أو راهويه، wao wameruhusu mtu kusoma au kujifunza manazil za qamar. la basa bita'allum manazil al-qamar لأنه لا شرك فيها إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد وأنها من الجالبة لذلك، فهذا نوع من الشرك. يفنش kwa utaratibu huo. أما مجرد معرفة الوقت بها، هل هو الربيع أو الخريف أو الشتاء، فهذا لا بأس به. مجرد kujua tu vipindi vya mwaka kwamba hiki ni kipindi gani na kipindi hiki, hilo hapana ubaya. Nadhani hilo limeeleweka. Kwa kariha Qatada ta'alluma manazil al-qamar ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، أي حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ذكر الخلاف أن قتادة كره، وسفيان بن عيينة لم يرخص في تعلم منازل القمر، ولو لم يستدل به على دعواه علم الغيب سدا للذريعة، كواجل يكفونغ جي يكفكش كوجهيله. أما أحمد إسحاق بن راهوية رخص في تعلم منازل القمر الذي هو علم التسيير، علم التسيير، لأنه لا محظور فيه، وسبب أكون جاب لك تحذري ونياك. يتعلم منازل القمر حتى يعرف جهة القبلة ويعرف فصول السنة ويعرف الطرق، أجيو بند وقبلة، أجيو في بند فمواكا،
ajue njia. Kwa hiyo hilo halina ubaya. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم imepokewa kutoka kwa Abu Musa radhiyallahu anhu amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam thalathatun la yadkhuluna aljanna, thalathatun la yadkhuluna aljanna, watu wa aina tatu hawataingia peponi, watu wa aina tatu hawataingia peponi. Kina nani hao? Mtu wa kwanza sema mudminul khamr, mwenye kudumu kunywa pombe, mwenye kudumu kunywa tembo maisha yake. Huwa alladhi yashrabu al-khamra kathira, sawa, kunywa tu mpaka kufa kwake, pengine akafa nazo. Allahu almusta'an, nasallallahu alayhi wasallam. Na mudminul khamr wataingia wote wanaotumia ulevi, bangi, madawa ya kulevya, anayekula, anayekunywa vitu hivyo, basi ajue kwamba hataingia katika aljanna, kwa maana dukhulan awwaliya wal billah, lazima akachomwe katika moto kwanza. Nasallallahu alayhi wasallam. Illa yatub, akifa na hali hiyo hakutubu akaacha, basi ajue kwamba hadha huwa jazaohu injaza, ndio malipo yake. Ikiwa Allah atamlipa hivyo, ataingia dukhulan awwaliyan. Sawa. Mtu wa kwanza aliyotajwa mudminul khamr, mwenye kudumu kunywa pombe, kunywa tembo. Wa qati'ur rahib, na mwenye kukata udugu. Huyu ni mtu wa pili. Sitaki ndugu mimi, sitaki kusikia habari hizo. Ndugu wa nini? Akagombana na ndugu zake kwa sababu za kijinga, akaukata udugu. Sawa. Arraahu istaghna, na hiyo ndio tabia ya mwanadamu kwa vile kujiona kuwa amejitosheleza, kwa hataki mtu. Wa musaddiqun bisihr, na mwenye kusadikisha uchawi, akawa anaamiliana kwa uchawi. Wa musaddiqun bisihr, na mwenye kusadikisha uchawi. Kwa nini akataja hadithi hii mahali hapa? Hapa ndio mahali shahidi, kwa sababu anna ilma at-tanjib naw'un min as-sihr, elimu ya unajimu ni katika aina za uchawi, kama tulivyosoma katika hadithi iliyopita, anna man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada, ay kullama zada iqtibasu ilmi an-nujum zada as-sihr. Kila anapozidisha kujifunza elimu za unajimu ndivyo anapozidi uchawi. وهذا الحديث وهذا الأثر ضعفه بعض أهل العلم. طبعا وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي. إيش عندكم؟ وحسنه الألباني وضعفه بعض أهل العلم، والحديث حسن على الأقل.